waandishi wa habari, karibuni kwenye ofisi yetu ya chemba ya TNCC mkoa wa Mwanza. Na kwa majina, mimi naitwa Gabriel Chacha Kenene, ni mwenyekiti wa chemba wa wafanyabiashara mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari, tunawakaribisha katika ofisi yetu ya TNCC mkoa wa Mwanza ili kuwajuza kuhusu maonyesho yetu ya 21 ya biashara ya Afrika Mashariki mkoani Mwanza. Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Mwanza, tunayo furaha kutangaza umma na wananchi wote wa maeneo kuwa maonyesho ya 21 ya biashara ya Afrika Mashariki yanatarajiwa kufanyika mkoa wa Mwanza. Ndugu wanahabari, nadhani mtaona kuwa jina la taasisi yetu limebadilika kutoka TCCIA na kuwa TNCC. Wakati tunaitwa TCCIA ambayo ni chemba ya wafanyabiashara, viwanda na kilimo, na hivi sasa tunaitwa TNCC, chemba ya taifa ya biashara. Kwa sasa chemba ya taifa ya biashara TNCC tunawakilisha sekta zote za kiuchumi ambazo ni biashara, viwanda, kilimo, mifugo, uvuvi, madini, afya, elimu, usafirishaji, ujenzi, utalii, sanaa, muziki, michezo na wanasheria na kadhalika. Tunaupongeza uongozi wa serikali ya mkoa wa Mwanza chini ya uongozi wa Mheshimiwa Said Mohamed Mtanda kwa ushirikiano anaotupa katika kutatua kero za changamoto mbalimbali ya wafanyabiashara ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Pia tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutunza amani na utulivu pamoja na kuweka mazingira bora ya biashara na vivutio vya uwekezaji katika nchi yetu. Ratiba ya maonyesho yetu itaanza tarehe 28 Agosti hadi tarehe 6 Septemba mwaka 2026 katika viwanja vya Furahisha Kirumba, wilaya ya Ilemela, mkoani Mwanza. Mgeni wetu rasmi atakuwa ni Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Joyce Kapinga. Na maonyesho yetu haya yatakuwa na kauli mbiu yanasema usalama na amani ni kichocheo cha biashara na uwekezaji. Kauli mbiu hii inasisitiza utulivu uliopo nchini kama nguzo kuu ya kukuza uchumi na kuvutia uwekezaji kutoka ndani na nje ya mipaka ya Afrika Mashariki. Malengo ya maonyesho na umuhimu wake. Maonyesho haya yana umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kijamii katika mkoa wetu, mikoa jirani na ukanda wa maziwa makuu, yakilenga kukuza biashara ya kikanda na kuimarisha mtangamano Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoa jukwaa la kubadilishana teknolojia, ujuzi na uzoefu wa kibiashara, kutengeneza fursa za masoko mapya kwa wazalishaji wa ndani na wazalishaji wa nje. Ndio dhamana ya kuchangia uchumi ya 70%. Kwa sasa tunafanya mkakati wa makusudi kuhakikisha kwamba kila mmoja anayehitaji kufanya biashara Tanzania apewe nafasi ya kufanya na kuchangia uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo hao wadogo wanaingia kwa utaratibu. Unajua michango pale tumeandaa. Asante sana ndugu mwandishi habari. Swali zuri sana. Pale tumeandaa kwenye maonyesho pale tumeandaa maeneo kila mmoja kulingana na uwezo wake na nafasi yake na bidhaa zake. Wote wapo wakina mama hao wajasiriamali wadogo hao tumewatengea maeneo yao, na machinga pia tumewatengea maeneo, na viwango vyao ni bei, tumewapa bei bure kabisa. Wameshirikiana na wao wajasiriamali wa Tanzania hapa. Kwa hiyo unakuta kwamba yani
wanabadilishana. Kuna wanaokuja wanakuta wanajifunza teknolojia ya wajasiriamali wa hapa, na wengine wanajifunza, na sisi tunajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo tunabadilishana teknolojia. Kwa hiyo teknolojia tunapopata kwa mfano kutoka India, wanakuja na vitu wanatuonyesha zana za kilimo. Kwa hiyo watu wanajifunza. Taasisi zisizo za serikali kuonyesha miradi ya kimaendeleo wanayoitekeleza, kukutana na wafadhili na kuhamasisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya ustawi na utunzaji wa mazingira. Bidhaa ambazo zitaonyeshwa kwenye maonyesho hayo, kutakuwepo na mashine na teknolojia za kisasa za uzalishaji, kutakuwa na bidhaa za ujenzi, kutakuwa na bidhaa za kilimo za usindikaji chakula na vinywaji, kutakuwa na huduma za mahoteli na utalii, kutakuwa na wanyama pori, kutakuwa na sanaa za kazi za mikono, nguo na mavazi, kutakuwa na matangazo ya redio na TV na mawasiliano ya habari, na huduma za taasisi za serikali na mashirika ya umma. Kutakuwa na shughuli za mafunzo, huduma za ushauri wa kibiashara na michezo mbalimbali. Faida za maonyesho: kupata mawakala wapya, kujenga mtandao wa kibiashara B2B network, kuongeza thamani ya chapa zao brand awareness, na kujifunza fursa mpya za ujasiriamali. Kwa watembeleaji, kupata bidhaa bora za kiubunifu kwa bei nafuu ya viwandani, kupata huduma za sekta ya umma kwa urahisi mahali pamoja. Kwa upande wa mkoa wetu, maonyesho haya yatakuwa ni kichocheo cha uchumi mzunguko wa fedha kuongezeka kwenye hoteli, kwenye vyombo vya usafiri, kwa wauza chakula, lakini pia kutangaza mkoa wetu wa Mwanza kibiashara hapa nchini. Faida nyingine, mwaka huu tumealika mashirika zaidi ya 600, washiriki zaidi ya 600, washiriki wa ndani 500 na washiriki wa nje kutoka nchi za nje 100. Nchi zinazotegemewa kushiriki ni Kenya, upande wa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Egypt, na nje ya bara la Afrika ni India, China na Singapore. Hii ni Tanzania Habari.